Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anadaiwa kumpigia simu rais wa Urusi Vladimir Putin baada ya ziara ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi. Hata hivyo bado Kremlin haikutoa taarifa kuhusu mawasiliano kati ya Putin na Trump yaliyotokea, huku msemaji wa Kremlin akisema kwamba watatoa taarifa hiyo, na msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov ana taarifa hiyo fupi na ataujulisha umma juu ya simu kama hiyo. Hata hivyo rais wa Marekani Donald Trump, katika kipindi ambacho Teheran na Moscow zimekuwa zikishirikiana, amepiga simu kwa rais huyo wa Urusi Vladimir Putin, na inadaiwa kwamba baadhi ya mambo ambayo yamezungumzwa wakati huu ni pamoja na suala la nyuklia, hasa uranium iliyorutubishwa. Baadhi ya wachambuzi wametazama juu ya mzozo wa Iran, lakini wakieleza kwamba pengine simu hiyo imehusu zaidi suala la nyuklia ya Iran, ambalo Warusi walisema wao wapo tayari kuchukua uranium iliyorutubishwa, na kwamba wao wataweza kuihifadhi ama wataweka mpango wa kuilinda uranium hiyo isitengenezwe makombora ya nyuklia. Lakini bado taarifa ya uhakika ya nini ambacho kilizungumzwa katika simu hiyo bado hakijaelezwa. Hata hivyo Teheran na Moscow zimekuwa zikifanya mashauriano kuhusu masuala mbalimbali, na zaidi kwa sasa ni suala la nyuklia na mlango wa bahari wa Hormuz. Kama unavyoona, tumekuwa tukifanya mashauriano ya karibu na Urusi juu ya masuala anuai haswa ya kikanda, na pia tulifanya mazungumzo ya mara kwa mara ya nchi mbili, alisema waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi yaliyowekwa kwenye chaneli yake ya Telegram. Zaidi ya hayo, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran alielezea duru ya hivi punde ya mazungumzo na Pakistan kuwa yenye mafanikio, akisema tulifanya mashauriano mazuri na marafiki zetu nchini Pakistan. Safari ilifanikiwa. Tulitathmini matokeo ya mikutano yetu ya hivi majuzi na tukajadiliana katika mwelekeo gani na katika hali gani mazungumzo yanaweza kuendelea, Araghchi alibainisha. Pia alitaja mashauriano aliyowahi kufanya huko Oman, ambapo amesema Oman ni nchi rafiki ambayo iko karibu nasi, imechukua msimamo mzuri sana katika vita. Sisi na Oman ni mataifa mawili ya pwani ya mlango wa bahari wa Hormuz, kwa hivyo tulihitaji kufanya mashauriano kuhusu suala hilo. Kupitisha salama kwa meli katika bahari hiyo ni suala muhimu la kimataifa, na kama nchi mbili zinazodhibiti hali hiyo, sisi na Oman tunahitaji kudumisha maslahi ya pamoja ya Iran, alisema waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran. Kuhusu suala la simu ambayo rais wa Marekani Donald Trump alipiga kwa rais wa Urusi Vladimir Putin, aliulizwa na baadhi ya vyombo vya habari, lakini wakati huu rais huyo wa Marekani anasema ni kweli alizungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin na ni mazungumzo mazuri na rais Putin, lakini alisema zaidi alikuwa akizungumzia suala la Ukraine. Rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump alisema kwamba mazungumzo ambayo alizungumza na rais wa Urusi alimuunganisha pia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, na alilenga kusuluhisha vita vya Ukraine. Hakugusia kabisa suala la Iran katika simu hiyo wakati akihojiwa na Fox News. Tunashughulikia hali ya Urusi na Ukraine na tunatumai tutaipata, Trump alisema wakati akihojiwa kupitia shirika la habari la Fox News juu ya simu aliyompigia Putin, hasa wakati huu ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ameelekea huko Moscow. Nina mazungumzo naye na nina mazungumzo na rais Zelensky, alisema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Alisema zaidi kwamba chuki kati ya rais Putin na rais Zelensky ni ujinga, ni wazimu, na chuki ni kitu kibaya. Chuki ni kitu kibaya unapojaribu kusuluhisha jambo, lakini litatokea, alisema. Trump alikuwa ameapa kumaliza vita vilivyoanzishwa vya uvamizi kamili wa Urusi huko Ukraine mnamo Februari 2022, lakini zaidi ya mwaka mmoja katika mhula wake wa pili mzozo huo unaendelea. Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Simu ambayo rais wa Marekani Donald Trump amempigia rais wa Urusi Vladimir Putin, na wachambuzi wengi wanaona ni kutokana na safari ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi. Endelea kutufuatilia, tutakujuza ni nini ambacho kitazungumzwa na viongozi hao. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.